Neema kwetu wakati wote. Unatupenda, ndio maana unatufundisha ili tupate faida. Tuko mbele zako tena siku nzuri ya leo, tukiwa na kiu na shauku ya kujifunza, ili yamkini tupate kujua yale yanayotupasa kujua, ili kwa kuyafahamu maisha yetu yakapate kuwa maisha yanayokupendeza wewe, kwa namna ile ambayo hatimaye tutapata neema ya kukaa pamoja na wewe milele na milele, kwa sababu tumestahilishwa. Roho Mtakatifu, tuongoze basi tena na kututia katika kweli yote, na funua akili zetu ili tupate kuyaelewa yaliyo ya ndani ya rohoni. Ondoa hali zote za kujiona ndani mwetu kwamba tunajua, maana neno lako linasema mtu atajiona kuwa anajua, hajajua neno lote bado kama impasavyo kujua. Msaidizi wetu Roho Mtakatifu, tusaidie basi ili ikapate kwa faida kwetu tena leo, katika jina la Yesu. Amen. Somo letu la leo lina kichwa utakaso. 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 Kwa wengine ambao huko nyuma waliwahi kujifunza somo hili, wanaposikia kichwa cha somo hiyo ni mwao wanasema hilo nalijua. Hakuna kosa kubwa kama hilo katika mambo ya rohoni, kufikiri na kuwaza nilikwisha jifunza somo hilo huko nyuma. Watu wengi watakwenda motoni kwa sababu hiyo. Mafundisho ya rohoni ni tofauti sana na masomo tunayojifunza kwa akili darasani katika shule, ambapo tunayapokea tu kwa akili na tunayaweka ndani ya akili zetu. Katika masomo ya akili ndipo unapoweza kusema hesabu hiyo ya 1+1 nilikwishajifunza mapema sana shule ya msingi, lakini sio mambo ya rohoni. Roho Mtakatifu wakati wowote ule anapolileta somo tena kwetu, ana maana kubwa sana. Yeye anaichunguza mioyo yetu, tayari anakuwa amekwisha uona udhaifu wetu, anakuwa tayari amekwisha tupima katika mizani na kuona tumepungua. Amekwisha tuona kwamba yale aliyotufundisha kule nyuma hatukuweza kuyafahamu. Yesu Kristo alikaa pamoja na wanafunzi wake kwa miaka zaidi kidogo ya 3 tu, lakini katika muda mfupi wa miaka 3 akiwafundisha wanafunzi wake, yako mambo kadha wa kadha aliyarudia, si mara moja, si mara 2, kwa wanafunzi wale. Angalia mifano ifuatayo katika Mathayo sura ile ya 5. Mathayo sura ile ya 5
Mathayo sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Hatutakuwa na muda wa kusoma mistari yote hiyo, lakini kuna jambo la kujifunza hapa. Tuanze mstari wa kwanza tuone tunavyoweza kuendelea. Naye alipoona makutano alipanda wapi? Sema kama mwanafunzi wa Yesu. Ndio. Naye alipoona makutano alipanda mlimani. Na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hawatafarijika. Anaendelea. Mstari wa 11 mpaka 12. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo. Hapa ilikuwa mlimani. Sasa angalia Luka sura ya 6. Hapa ilikuwa mlimani. Jana kwa mfano mstari ule wa 3 hapo tulipotoka, Mathayo 5:3, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao, na kadhalika. Sasa twende Luka 6 mstari wa 17. Tutasoma mpaka mstari wa 23. Akashuka pamoja nao akasimama wapi? Mlimani. Nataka wakati wote tuseme kama wanafunzi wa Yesu. Akasimama wapi? Ni mlimani hapa? Ni mlimani hapa? Ni wapi? Akashuka pamoja nao akasimama mahali tambarare. Kumbuka kule mwanzo alikuwa mlimani. Alikuwa anafundisha wanafunzi wake akiwa mlimani. Akashuka pamoja nao akasimama mahali tambarare. Kule katika Mathayo 5 tumesoma alipanda mlimani, na alipokwisha kufanya nini? Kuketi, wanafunzi wake walimjia. Hapa yuko tambarare na amesimama. Sasa tambarare anafundisha nini? Akainua macho yake, ni mstari wa 20 sasa kuendelea. Akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake akasema, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Alipokuwa mlimani, je, maneno haya hakuyafundisha? Ndio. Heri ninyi mlio na njaa sasa, kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mliao sasa, kwa sababu mtacheka. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu. Watakapowachukia, watakapowatenga, watakapowashutumu. Alitaja kule mlimani? Aligusia hayo kule mlimani? Ndio, katika mstari ule wa 11 tuliposoma kule katika Mathayo 5:11. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Na hapa mstari wa 22 mpaka 23. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya Mwana wa Adamu. Furahiwani siku ile na kurukaruka, kwa kuwa tazama, thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenga manabii vivyo hivyo. Kule mlimani alifundisha yanayofanana hayo, na hapa anayerudia
katika kipindi cha miaka mitatu. Kama ni mwanafunzi wa Biblia utasoma na kugundua hili hapa linarudiwa tena, hili hapa linarudiwa tena, hili hapa linarudiwa tena, lakini utaona na kujua hapa alikuwa mahali tofauti na hapa, lakini anao wanafunzi wale wale. Kama tulivyokusia, Roho Mtakatifu anapolileta neno kwetu kwa kurudia, yeye aichunguzaye mioyo anajua kile alichokikusudia kukipanda ndani yetu hakijakamilika, hakijatimia. Na kama kilipandwa ndani ya mioyo hapo mwanzo, kilikwisha ibiwa. Yesu alisema mpanzi alitoka kwenda kupanda, na alipopanda mbegu, ndege walikuja wakazila, na akasema ni Shetani ndiye aliyekuja kuzitoa mbegu zile. Neno linaweza kupandwa ndani ya mioyo yetu, alafu likaibiwa, likuwa haliko tena. Na mpanzi ikamlazimu tena kuja kupanda mbegu zile kwa namna ile ile ya mkulima anavyopanda mbegu hazijaota kwa namna ile alivyokusudia, anakuja tena kurudishia mbegu zile. Na vivyo hivyo Yesu Kristo anapopanda mbegu ndani mwetu, huwa anatarajia kuona matunda ya ile neno aliloliweka kwetu. Na pale ambapo hajaona matunda, anajua hatujaelewa, hatujalifahamu lile neno. Atarudia tena. Lakini wakati wote anapolirudia neno, atalileta kwetu kwa namna tena nyingine. Kutakuwa na nyongeza kadha wa kadha zitakazokuja pamoja na kurudia lile neno, ili tulielewe zaidi, ili tupate kuzaa matunda kwa lile neno alilolikusudia kwetu. Utaona kwa mfano pale tuliposoma alipokuwa tambarare, anatamka maneno ambayo hayakuyatamka kule katika Mathayo sura 5 mlimani. Utaona kwa mfano anazungumzia katika mstari wa 21 kuendelea. Mstari wa 21 kwanza tusome pale. Heri ninyi mlio na njaa sasa, kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mliao sasa, kwa sababu mtacheka. Haya hakuyataja katika Mathayo 5 alipokuwa anazungumza nao mlimani. Atakuja tena anazungumza katika mstari ule wa 24 kuendelea. Lakini ole wenu ninyi mlio na mali, kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Katika Mathayo 5 alikuwa anazungumzia tu heri, heri, heri ninyi mlio maskini, heri. Katika Mathayo 5 hakukuwa na ole. Tuliona ole kule, kulikuwa na heri tu, si ndio? Lakini hapa anaweka ole. Amezungumzia heri, anakuja ole. Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa. Anaanza 24 hiyo ole. Lakini ole wenu ninyi mlio na mali, kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa, kwa kuwa mtaona njaa. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Amezungumza na kuyafundisha aliyofundisha mlimani, lakini akaongeza mengine. Ndivyo anavyofanya Yesu Kristo wakati wote. Kwa sababu hii
tukiwa tunamfahamu Mungu na kuwa watu wa rohoni, hatuna budi kutega sikio kwa kila neno ambalo Mungu anatufundisha, hata kama kichwa cha somo kinafanana kile kile. Heli ninyi mlio maskini, hata kama tukisikia hivyo, tusianze kusema hilo niliwahi kulisikia. Anasema yeyote yule ambaye anajiona anajua neno, hajajua neno lolote bado kama impasavyo kujua. Wakorintho sasa. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 2. Wakorintho wa kwanza sura 8 mstari wa 2 tunasoma, mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado kama impasavyo kujua. Ndio Mungu anayetuona kwa ndani sana katika mioyo yetu, anayejua jinsi ya kuichunguza mioyo yetu na kuifahamu ilivyo. Anajua hatujajua neno lolote bado kama itupasavyo kujua, na kwa sababu hiyo anatuletea neno tena ambalo tunaweza tukawa tulisikia, lakini akajua bado hatujaliishi. Sio hilo tu, lakini kama tulivyogusia, huenda tulikuwa tunaliishi pale mwanzo, lakini hatuliishi tena. Dema alikuwa anatenda kazi pamoja na Paulo mtume, alikuwa ni mtumishi wa Mungu wa kipekee, aliishi katika viwango vya utakatifu ya Paulo mtume. Paulo mtume asingeweza kutenda kazi na yeye ambaye asingeweza kuliishi neno. Lakini hatimaye alimwacha Paulo akiupenda ulimwengu. Hapo mwanzo alikuwa mbali na ulimwengu kabisa, akaishi maisha ya usafi na utakatifu, lakini pamoja na kuwa mtumishi wa Mungu Dema, akafikia mahali kile kitu kilichokuwa ndani mwake kikawa hakiko tena. Hatimaye akawa amemwacha Paulo akiupenda ulimwengu. Unaweza kuona sio yeye tu, Dema, wako watu kadha wa kadha ambao maisha yao yalikuwa tofauti kule mwanzo. Walikuwa naishi maisha na mpendeza Mungu kipekee, lakini ikafikia mahali wakawa sio wale wa mwanzo. Petro akawa amemkana Yesu mara 3 kwa kiapo kwamba hamjui. Kabla ya hapo alikuwa anaishi katika njia yake, lakini sasa akamkana. Kwa hiyo Mungu wakati wote akijua kama tukiishi tukiwa hatujalipata neno lile tena, yale yote tuliyofanya kule nyuma, tukaishi maisha ya usafi kwa muda fulani, yale hayawezi kuhesabiwa hata kidogo. Maisha yetu yanayohesabiwa yanakuwa ni yale tunayoishi mwishoni, kabla kutoka katika dunia hii kwa kifo au wakati wa parapanda. Kinyume chake, kama tulianza vizuri kama Dema, tukamaliza tukiwa tunaupenda ulimwengu, yale yote ya nyuma hayatakumbukwa tena. Hayatakumbukwa tena, yanakuwa yamekwisha futwa. Unaweza kuona, na kwa sababu hiyo Mungu anayeona ndani anagundua ni kweli tulikuwa tunaishi maisha yanayompendeza kule nyuma, lakini sasa sivyo tulivyo.
Ezekiel sura ya 3 mstari wa 20. Ezekiel sura ya 3 mstari wa 20 tunasoma tena, mtu mwenye haki aiachapo haki yake na kutenda uovu. Tena, mtu mwenye haki aiachapo haki yake na kutenda uovu, nami nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa. Kwa sababu hukumonya, atakufa katika uovu wake. Kumbuka, alikuwa mwenye haki, lakini akaiacha haki yake. Alikuwa mtakatifu, lakini akaacha maisha ya utakatifu alikuwa anaishi mwanzo. Akasema, nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa. Kwa sababu hukumonya, kwa sababu kumfundisha, kwa sababu kumwelekeza, atakufa katika uovu wake, wala matendo yake ya haki aliyotenda hayatakumbukwa. Angalia maneno hayo. Amekufa katika ule uovu, basi matendo yale yote ya haki ya nyuma hayatakumbukwa tena. Kwa sababu hiyo anamtuma mtumishi wake tena kwa neno ambalo litampa kujua maisha anayoishi sasa sio yale ya zamani. Na ndio maana hatupasi kwa namna yoyote kulizoea neno. Hatupasi kwa namna yoyote kusema hili niliwahi kujifunza. Wakati wote Roho anapolileta, ameona upungufu wetu. Sasa ndio maana kwa wale wa zamani tuliowahi kusikia somo hili na wale ambao hawajawahi kusikia somo hili, wote kwa pamoja, nyakati za mwisho, Roho anataka kutufundisha, kwa sababu ili ni somo la msingi sana ambalo bila kulifahamu na kulitendea kazi hatuwezi kuishi maisha ya utakatifu, ambayo Biblia inasema katika Waebrania 12 mstari wa 14, pasipo huo utakatifu hakuna mtu awaye yote atakayemwona Mungu. Sasa twende hatua kwa hatua katika somo hili ambalo litakuwa ni refu. Tutajifunza kwa sehemu leo na bado tutaendelea wiki ijayo. Ukihudhuria somo hili tangu mwanzo mpaka mwisho bila kukosa, kuna kitu kipya kitakachoumbika ndani yako ambacho ni cha muhimu sana sasa kuliko wakati mwingine wote. Huu ni wakati ambapo Kristo Yesu analisafisha kanisa lake, kwa sababu atakuja kulichukua kanisa takatifu lisilokuwa na waa wala doa, lisilokuwa na ila wala kunyanzi. Usifikiri kila mtu anayesema tu ameokolewa atakuwa miongoni mwa watakaonyakuliwa. Utakuwa na umati wa watu utakaobaki ambao utashangaza hata ulimwengu wenyewe. Kama Mungu aliweza kuwatoa tu watu wale, Lutu na mke wake na mabinti wawili, katikati ya umati wote wa Sodoma na Gomora, na bado mke alivyogeuka nyuma akaachwa, wakaenda tu watatu. Kama katikati ya dunia yote nyakati za Nuhu alichukua watu 8 tu katika safina, Mungu hana mchezo na viwango. Viwango vyake vya usafi na utakatifu viko juu sana. Na nyakati za mwisho, wakati watu wanazidi kuwa wachafu upande wa pili, Mungu anasema mtakatifu azidi kutakaswa. Sasa twende pamoja. Utakaso.
Utakaso ni neema halisi ya Mungu inayokuja juu ya mtu aliyeokoka, inayomwezesha kuishi maisha ya utakatifu. Tungesema kwa maneno mengine, utakaso ni uwezo wa kimungu unaomwezesha mtu aliyeokoka kuishi maisha ya utakatifu, ambao pasipo huo hakuna mtu asiyeweza, hakuna mtu ambaye ataweza kumwona Mungu. Utakaso ni uwezo wa kimungu unayomwezesha mtu aliyeokoka kuishi maisha ya utakatifu, ambao pasipo huo hakuna mtu atakayeweza kumwona Mungu. Sasa nisikilize. Wakati mwingi watu wakiwaza au kusikia juu ya utakatifu, wanawaza sana juu ya matendo: kuacha uasherati, kuacha uzinzi, kuacha ulevi, kuacha kuvuta sigara, kuacha wizi, kuacha kuua, kuacha kutiwa mimba, kuacha kuvuta bangi, kuacha kula madawa ya kulevya, kuacha muziki wa dansi. Alikuwa anakwenda kwenye muziki wa dansi, alikuwa anakwenda kwenye klabu za dansi, sasa haendi tena. Kwa hiyo mtu huyu sasa ni mtakatifu? Hapana. Utakatifu ni zaidi ya kuishi katika hali ya kuacha matendo maovu. Utakatifu ni zaidi ya kuacha matendo maovu. Utakatifu ni jambo lilo ndani zaidi. Utakatifu ni kuwa kama Kristo. Utakatifu ni kuwa kama Kristo katika matendo, katika nia, katika mawazo, katika moyo, katika tabia. Katika matendo, katika mawazo, katika moyo, katika nia, katika tabia. Mawazo, matendo, nia, moyo, tabia. Katika matendo, ile wengi wetu nalifahamu kama tulivyogusia, lakini kwa haraka tuangalie yote haya. Matendo, Yohana sura ya 3 mstari wa 19. Yohana 3:19. Yohana sura ya 3 mstari wa 19.
Yohana 3 mstari wa 19 hapa tunasoma. Na hili ndio hukumu, na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa nini? Maovu. Ndio, matendo maovu, mawazo mabaya. Mithali sura ya 6 mstari wa 16 alafu mstari wa 18. Mithali sura ya 6 kwake inataja mambo kadhaa hapo katika mstari wa 17, alafu mstari wa 18 linataja jambo moja hapa: moyo wazao mawazo mabaya. Angalia maneno hayo: moyo wazao mawazo mabaya. Ndio, mawazo mabaya ndani ya mioyo yetu yanatufanya tuwe mbali na utakatifu. Wengine wanaposikia mawazo mabaya, upesi tu kuwaza juu ya uasherati, kuwaza juu ya uzinzi. Ni zaidi ya hayo. Tunasoma juu ya Ayubu katika Ayubu sura ile ya kwanza. Ayubu sura ile ya kwanza. Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 22. Ayubu 1:22. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi, wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Maneno haya yanatajwa baada ya matatizo kadha wa kadha kuja kwa Ayubu, moja baada ya jingine. Mali zake zote zimeondoka. Ile alijeisha, huyo ameleta taarifa mbaya tena. Ile alijeisha, huyo ameleta taarifa mbaya tena. Hatimaye wakafa watoto wake 10 kwa siku moja. Kama limetupata hili, halafu limetupata hili, halafu limetupata hili, halafu limetupata hili, tayari mtu aliyokoka anapowaza, mawazo tu yakaingia ndani mwake, halafu yakapata nafasi, imekuwaje amenipata haya? Inaonyesha Mungu amenisahau. Ile tu kuwaza moyoni kwamba Mungu amenisahau ni dhambi. Ni mawazo mabaya, ni kumwazia Mungu kwa upumbavu. Za Mungu amesemaje? Amesema, nimekuchora kwenye vitanga vyangu. Mama anyonyeshaye mtoto anaweza kumsahau mtoto wake, lakini mimi kamwe siwezi kukusahau. Na mawazo tu ndani ya mioyo yetu kwamba Mungu ametusahau, tayari hapo hatuishi katika utakatifu. Tunamwazia Mungu kwa upumbavu, tumefanya dhambi. Katika mawazo likitokea swali la kumhoji Mungu tu, kwa nini mimi nimeokolewa? Kwa nini limenipata hili? Kwa nini? Ile kwa nini tu ni kumwazia Mungu kwa upumbavu. Kwa nini amenipata haya? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu gani? Ile kumuuliza Mungu, kwa sababu gani yamenipata haya? Kwa nini? Na mawazo yetu yote, kwa nini? Kwa nini? Kwa nini nimekosa nini mpaka amenipata haya? La kwanza na la pili, pamoja na kuomba kote, pamoja na kufunga kote, mbona amenipata haya? Tayari tunamwazia Mungu kwa upumbavu. Kwa nini? Watoto wangu wote 10 wamekufa kwa siku moja. Kwa nini?
Imekuwaje mume wangu amekufa? Kwa nini? Imekuwaje mke wangu amekufa? Kwa nini? Kwa nini? Yaani kweli Mungu ananipenda? Katika hali ya namna hii kweli anaweza kuniacha hivi? Kwa nini hakulizuia hili? Imekuwaje ameshindwa kulizuia pamoja na maombi yote? Mawazo yote ya namna hiyo ndani ya mtu yanamfanya kukosa mbingu. Viwango vya Mungu viko juu sana. Mungu anachunguza moyo na kuona mawazo. Mtu ana namna ile kwa nje huwezi kumuona ana tatizo. Huwezi kumuona na mgogoro katika matendo. Lakini mgogoro mkubwa uko katika mawazo. Na anasema kuna vitu 6 anavyovichukia, naam, viko 7. Miongoni mwa hivyo ni moyo unaowaza mawazo mabaya. Kwa nini pamoja na maombi yote haya, pamoja na kujitoa kote huku, kwa nini bado kila nikipima kuna virusi vya ukimwi ndani ya damu yangu? Kwa nini? Hayo ni mawazo mabaya. Hayo ni mawazo mabaya. Hebu jaribu kuwaza. Mtu yule mmoja mtakatifu akamwambia Mungu, wewe unaichunguza mioyo, hebu angalia ndani ya moyo wangu uone kuna kitu gani ndani ya mawazo yangu kisichofaa kwako. Zaburi sasa sura 139 mstari wa 23 mpaka mstari wa 24. Zaburi 119 Zaburi 139 mstari wa 23 mpaka mstari wa 24. Hapa tunasoma: Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Asemi uyaangalie, uyachunguze matendo yangu. Anasema uchunguze moyo, unijaribu uyajue mawazo yangu, uone katika mawazo yangu kuna kitu kitakachokwenda kunisababishia majuto ya milele na milele. Ukaniongoze katika njia ya milele, unitoe hapo ili nisije nikaishi kwa majuto motoni. Uyachunguze mawazo yangu. Matendo, mawazo. Sasa nia. Nia mbaya. Warumi sura ya 1 mstari wa 28 mpaka mstari wa 29. Warumi sura ya 1 mstari wa 28 mpaka mstari wa 29.
Warumi sura ya kwanza mstari wa 28 mpaka mstari wa 29. Warumi sura ya kwanza mstari wa 28 mpaka 29, hapa tunasoma: na kama walivyokataa kuona Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanya yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na usuda na uuaji na fitina na hadaa. Sema pamoja nami: watu wa nia mbaya. Asante sana. Tena, watu wa nia mbaya. Watu wa nia mbaya. Sema tena hivyo: mtu anaweza kufanya tendo jema, anaweza kufanya tendo zuri, lakini akilifanya lile tendo akiwa na nia mbaya, tayari mbele za Mungu huyo hahesabiki kuwa mtakatifu. Mtu anaweza akatoa sadaka nzuri sana, lakini kwa nia mbaya. Anataka kutoa ili atambulikane, ajulikane, afahamike kwamba yeye ni zaidi sana. Anatoa kilicho kizuri, lakini nia yake ni mbaya. Anatoa ili aonekane. Kwa nje huwezi kumwona huyo, utaona anatoa kitu kizuri, lakini Mungu ili kuhesabu ni mtu mtakatifu, anakwenda ndani zaidi kuangalia hata nia ya utoaji wake. Ni ili kwa moyo mweupe kwamba kazi ya Mungu tuitendeke, kazi ya Mungu ifanyike, au ana nia ya kuonekana kwa mtu yule au kwa watu wale kutokana na utoaji wake? Nia hiyo ni mbaya. Sio tu kwamba sadaka yake inakosa kibali mbele za Mungu kwa sababu ina nia mbaya inayoambatana nayo, lakini anahesabika pamoja na tendo lile jema, huyo sio mtakatifu. Mithali sura ya 21. Mithali sura ya 21. Mithali sura ya 21. Mithali sura ya 21. Sasa tunasoma mstari wa 27. Mithali 21 mstari wa 27. Sadaka ya wasio haki ni chukizo, si zaidi sana ailetapo mwenye nia mbaya. Si zaidi sana ailetapo sadaka hiyo mwenye nia mbaya. Maana ni chukizo na zaidi ya chukizo, kwa sababu tu ya nia. Utaweza kuona Yesu Kristo anazungumza katika Mathayo, anazungumza juu ya watu ambao wanafunga lakini wakiwa na nia mbaya. Wanaomba, wanapiga panda ili watu waone ni waombaji sana kuliko wengine. Wanaomba lakini kwa nia mbaya. Kuomba ni kuzuri. Biblia inasema nisije nikamtenda Mungu dhambi kwa sababu ya kuacha kuombea watu wengine. Tukiacha maisha ya maombi tayari tunafanya dhambi. Lakini kuna mwingine anaweza akawa anataka kufanya maombi kama hivi, kambi ya maombi, anataka point nyingi, anaomba ili apate point nyingi, ili atangazwe ana point nyingi.
maombi yake, huyu sio maombi ya mtakatifu. Haombi ili ulimwengu mjue Kristo. Haombi ili yamkini maisha ya watu yapate kubadilishwa. Haombi ili kazi ya Mungu ipate kutendeka. Lakini anaomba ili pointi zake ziwe nyingi. Na kama ameambiwa pointi hizi ndio kiwango cha chini, anapanga kabisa kuomba ili afikie kile kiwango, alafu amemaliza. Maombi ya mtu huyo ni maombi ya mtu mchafu, sio maombi ya mtakatifu. Utakatifu ni kuwa kama Kristo katika matendo, katika mawazo, katika nia, sasa katika moyo. Katika moyo. Zaburi sura 55. Kwa nje mtu anaweza kuonekana vingine, lakini ndani kuko tofauti. Zaburi ya 55 sasa mstari wa 21. Zaburi ya 55 mstari wa 21 tunasoma, kinywa chake ni laini kuliko siagi, bali moyo wake ni vita. Kinywa laini maana yake kinaonekana kimejaa upendo, kimejaa upole, lakini ndani ya moyo kuna vita. Kilichoko nje sio kilichoko ndani. Maneno yake ni mororo kuliko mafuta. Maneno yake ni laini. Maneno yake yanapendeza. Maneno yake utapenda kuyasikia. Bali hayo ni panga wazi. Ndani ya moyo ni tofauti na nje. Vivyo hivyo, mtu anaweza akawa amevaa mavazi ya kibiblia kwa nje, amevaa sketi ndefu imepita magoti, kila sehemu ambazo zingemfanya kuonekana kahaba amezifunika vizuri. Hajavaa heleni, hajavaa bangili, hajavaa mikufu, hajavaa mapambo yote ya kidunia, hajaweka kalikiti, hajavaa wigi, hajavaa chochote cha namna hiyo. Amefunga kilemba kama hivi. Lakini Mungu haangalii nje tu hapo ikaishia hapo. Anaangalia tunapokuwa tumevaa hivi, moyoni tukoje? Tunajisikiaje moyoni? Je, tunatamani, kuna tamaa yoyote ndani ya mioyo yetu ambayo inatufanya tutamani? Tukimwona mtu amevaa vile, amejikoboa ngozi yake, amevaa heleni, amevaa bangili, hakuna tamaa yoyote ndani ya moyo inayokuweko kwamba nafikiri na mimi ningevaa hivi ningependeza sana. Halafu tukaanza kujiona vibaya kwa kuvaa hivi tunavaa kwa mavazi ya kibiblia. Akitokea mtu akazungumza, msichana, mwanamke, nimekusahau, nimekuona mzee kabisa, unavaaje namna hii wakati umri wako mdogo namna hii? Inakuwaje? Umeenda wapi? Je, ndani ya moyo wako unajisikia vibaya? Kama unajisikia vibaya ndani ya moyo wako, wewe sio mtakatifu. Hata mavazi unayovaa kwa nje, pamoja na mavazi hayo, mwisho wa siku utakwenda jehanamu ya moto milele na milele. Pamoja na kwamba una heleni wala bangili, mwisho wako utakuwa jehanamu. Jaribu kuwaza. Jaribu kuwaza. Unakwenda kazini, uko shuleni, uko chuoni, na wote walioko chuoni kwako, walioko shuleni kwako, wanawake
Wasichana wamevaa suruali zimebana, ni peke yako tumevaa sketi. Ndani yako kuna kutamani kuvaa suruali mwanamke? Ndani yako moyoni kuna kutamani kuvaa suruali? Kama ndio, tayari ile kutamani tu kuvaa suruali, wewe sio mtakatifu. Kwa nje, kwa matendo umefuzu, lakini kwa ndani umefeli. Na utakatifu lazima utimie hapo. Na kimsingi, mwanadamu yeyote asili yake ni ya dunia. Mwanadamu yeyote asili yake ni ya dunia. Na kama asili hii haijaondoka ndani yake, anaweza kwa nje akaonekana amevaa hivyo vile, lakini moyoni akatamani. Anaweza kuwa ni mwanaume, lakini akatamani mke wake angekuwa hivi na hivi, angekuwa hivi na vile. Kwa sababu ya asili ya dunia. Mungu anaangalia unapovaa hivi unavyovaa. Unavaa kwa sababu huna pesa. Kwa sababu huna pesa ndio maana una heleni. Kwa sababu huna pesa ndio maana huvai bangili na mikufu yako ya dhahabu. Kwa sababu huna pesa ndio maana huwezi kuvaa hiki au kile. Je, ukiwa na pesa unaweza kuvaa hivi ulivyo na ukafurahi? Mungu anaangalia ndani sana ya moyo, kile ambacho kiko sasa na kile ambacho kingeweza kwako kama mazingira ulionayo yangebadilika. Jaribu kuwaza. Sio ile tu. Tabia ni kitu kingine. Tabia maana yake ni kitu ambacho nakifanya sasa kimekwisha kuwa sehemu ya maisha yako. Sio jambo la kufanya kwa mlipuko. Sio jambo la kufanya leo lakini kesho huwezi kuliishi. Tabia ni kile unachokifanya kila siku, yani huwezi kufanya vinginevyo. Sasa ni maisha yako kabisa. Ukifanyi kwa sababu leo umejifunza neno, limeweka moto mpya ndani yako. Ulifanyi kwa sababu leo ni Jumapili uko katikati wa wapendwa. Ulifanyi kwa sababu sasa uko karibu na mchungaji. Ulifanyi sasa iwe hayuko mke wako au yuko, mume wako yuko au hayuko karibu na wewe. Hakuna hiki au kile. Wakati wote ni sehemu ya maisha yako. Hiyo inaitwa tabia. Waebrania 13 mstari wa 5. Waebrania 13 mstari wa 5. Waebrania 13 mstari wa 5. Hapa tunasoma. Waebrania 13 mstari wa 5. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Inazungumzia tabia. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Mwe radhi na vitu mlivyo navyo. Kwa yeye mwenyewe amesema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Ukisikia hivyo, msiwe na tabia, unaweza ukaacha hilo kwa siku moja au mbili. Lakini baadaye ukarudi pale pale ulipokuwa. Hiyo sio tabia ya uungu. Tabia ya uungu inayozungumzwa hapa katika Waebrania 13. Tabia ya uungu hiyo ambayo tumeiona hiyo katika Waebrania, ambayo inazungumzia juu ya msio na tabia ya kupenda fedha. Kama tulivyosema, inaweza kuwa ni jambo tu la muda ukalifanya, lakini ikawa huliishi siku zote. Uliishi siku zote. Hapo
Ujakuwa na utakatifu ambao pasipo huo hakuna mtu atakayemwona Mungu. Tabia ya uungu ni waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro, hapo ndipo kwenye tabia ya uungu ndio. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 4. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Tuseme hivyo, mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Ndio, mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Sema hivyo. Ndio. Tabia ya uungu haibadiliki. Hawi mtu hivi yuko leo hivi alafu baada ya wiki moja amebadilika. Hawi mtu yuko hivi leo alafu kesho amebadilika. Hapana. Yesu anasemaje? Nafanya siku zote yale yampendezayo. Hiyo ndio tabia ya uungu, ambayo pasipo hiyo hakuna mtu atakayemwona Mungu. Yohana sasa sura ile ya 8. Yohana sura ya 8 mstari wa 29. Yohana 8:29. Naye alinipeleka yu pamoja nami. Hakuniacha peke yangu, kwa sababu sema pamoja nami, nafanya siku zote yale yampendezayo. Tena kwa bidii zaidi kama unaweza. Tena ndio. Kumbuka, kuacha kuwashuhudia wengine, kuacha kuwapelekea injili watu wengine ni dhambi. Kwa sababu anasema kama mtu tusipomweleza juu ya uovu wake halafu akaangamia katika uovu wake, atakufa katika uovu wake, lakini damu yake itatakwa mikononi mwetu. Damu kutakwa mikononi mwetu maana yake tutahesabika kama wauaji wenye dhambi. Ni muhimu kuelewa kwamba dhambi iko namna mbili. Neno dhambi kutokana na lugha ya asili ya Kiunani hamatia, H-A-R-M-A-T-I-A, hamatia. Kiingereza tunasema missing the mark, kuacha mstari, kukengeuka kwenda kushoto au kulia na kuacha mstari. Iko hivi: kuacha kufanya yanayotupasa kufanya ni dhambi. Kuacha kufanya yanayotupasa kufanya ni dhambi. Kutenda yasiyotupasa kufanya ni dhambi vile vile.